katika safari yake ya mwisho hapa duniani, ambaye Mungu kama tulivyosikia amemuita siku ya Ijumaa Kuu. Padre Erasmus alifariki siku ya Ijumaa Kuu, ambapo tunakumbuka na kuadhimisha mateso na kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo, na sasa tunamzika katika kipindi cha Pasaka ambacho tunakumbuka ufufuko wa Bwana katika oktava ya 3 ya Pasaka. Kwetu sisi Wakatoliki wenye imani, tafsiri yetu ni kuwa Mungu amemuita siku ya Ijumaa Kuu ili afufuke naye na muondolee mateso ambayo alikuwa ameyapata siku zake za mwisho wakati wa ugonjwa wake. Pia Injili tuliyoisoma siku ya leo, ambayo tulisikia katika Dominika ya Pasaka, naye alisoma mara kwa mara wakati wa kipindi cha Pasaka kwa muda wa miaka 45 ya upadre wake. Hivyo kwa imani na macho yetu ya kibinadamu, yeye amefuata nyayo za Bwana wetu Yesu Kristo aliyekufa na akafufuka. Ingawa kibinadamu tunasikitika kwa kifo, sababu tulimzoea, ndiyo maana tunaogopa kupokea kifo au msiba huu. Hata hivyo, sisi kama Wakatoliki tunapokea msiba huu kwa imani kubwa, na kuwa Bwana amemuita ili ampatie uzima wa milele katika makao yake. Wapendwa, kama tulivyosikia katika historia ya maisha yake, mwanzoni mwa misa takatifu, Padre Erasmus Bainako katika maisha yake alitikia wito wa Mungu, akawa padre na kuhani milele, kwa mfano wa ukuhani wa Melkisedeki, kama tunavyosoma katika kitabu cha Waebrania sura ya 7 aya 17. Kwa kukubali kuwa kuhani, alitolea nafsi yake kwa Mungu kama dhabihu iliyo hai na yenye kumpendeza Mungu, kama tunavyosoma katika barua ya Mtakatifu Paulo kwa Warumi sura ya 12 aya 1. Kwa hiyo sasa Bwana amemuita aende kwake, amfute machozi yake yote, maana huko alikoenda hakuna uchungu wala kilio wala maumivu, maana kila kitu cha namna hiyo kimepita. Haya tunayasoma kutoka katika kitabu cha Ufunuo sura ya 21 aya ya 4. Wapendwa, tunayo imani kuwa Mungu amemuita kwake ili ampatie tuzo, kwa sababu yeye katika uhai wake aliyaishi maneno ya Kristo aliyosema, aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu atakaa ndani yake, nami atakaa ndani yangu, nami nitakaa ndani yake, na nitakuwa naye milele. Haya tunayasoma kutoka katika Injili ya Yohane sura ya 6 aya ya 56 mpaka ya 59. Hivyo yeye alikula kila siku kwenye meza ya Bwana na aliwagawia waamini ule mkate wa uzima wa milele. Pia yeye aliamini na kufundisha ujumbe tuliosikia katika somo la pili la Mtakatifu Paulo kwa Warumi,
Ujumbe huu tuliusikia wakati wa misa ya Pasaka usiku, kuwa basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima, kwa maana kama tulivyounganika naye katika mfano wa mauti yake, kadhalika tutaunganika kwa mfano wa kufufuka kwake. Pia huyu padre, kwa kuwa alikuwa mchungaji, aliwahubiria watu juu ya siku hii ambaye yeye ameifikia katika utangulizi wa misa takatifu, hasa misa za mazishi. Huwa tunasali, hiyo ni utangulizi wa mazishi wa kwanza: uzima wa waamini wako, e Bwana, hauondolewi, ila unageuzwa tu, na hao wanapata makao ya milele mbinguni. Kwa hiyo tunaamini kuwa maisha yake kwa sasa yamegeuzwa tu ili aweze kukaa na Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye amekuwa akimfuata maisha yake tangu alipobatizwa. Wapendwa, pia kwa kuwa Padre Erasmus aliamini maisha ya toba na kujipatanisha kama tulivyosikia hata kwenye wasifu wake, na aliyatekeleza hayo katika maisha yake, na aliwashirikisha watu huruma hiyo ya Mungu, tunayo imani Mwenyezi Mungu atampokea huko juu mbinguni, kama yeye anavyosema katika kitabu cha Nabii Ayubu kwa somo tulilosikia: najua wazi mkombozi wangu anaishi, mwishowe yeye atanipa haki yangu hapa duniani, na ngozi yangu ikishaharibiwa hivyo nitamuona Mungu kwa macho yangu mwenyewe. Mimi mwenyewe nitakutana naye, mimi mwenyewe na si mwingine, nitamuona kwa macho yangu. Hayo tunayasoma kutoka katika kitabu cha Ayubu sura ya 19 aya ya 25 mpaka aya ya 27. Kwa hiyo huyu Padre Erasmus Baina, kwa ambaye amelala hapa mbele yetu, yeye amekwenda kukaa na Bwana ambaye kila mara alimuongelea, alimfundisha, ameenda kumuona macho kwa macho. Wapendwa, siku ya leo tunapomsindikiza mpendwa wetu Padre Erasmus Bainako katika safari yake ya mwisho hapa duniani, tumekuja kutoa shukrani kwa zawadi ya maisha yake. Baadhi ya wanadarasa lake ambao nimewauliza wasifu wake wamekuwa na haya ya kusema. Akiwa mwanafunzi huko Kiparapara, alikuwa frateri mwenye bidii katika masomo, na mafrateri wenzake wa Bukoba walimchagua awe mwenyekiti wa umoja wao. Umoja huo unaitwa Bawa, na alijiunga na chama cha Scout, akatunukiwa cheo au wenyewe wanatumia beji inayoitwa udu beji. Wale ambao ni wana Scout wanafahamu maana ya udu beji, ambavyo sio rahisi kuipata. Pia kama padre alikuwa na utii, na alikwenda sehemu yoyote alipotumwa
na maaskofu wake, na hilo tumelisikia katika wasifu wake. Maana kama tulivyosikia katika historia ya maisha yake na utume wake, alitumwa katika parokia ya Buyango, Itawa, Ngarama, Kasambia na Buyango au Kabashana, Ngote, Rukindo, na amemalizia utume wake katika parokia ya Igoma. Na alikuwa mtu ambaye alichanganyikana na watu na mapadre wenzake, akupenda kujitenga au kuwa mkimya peke yake. Alikuwa anawashirikisha mapadre wenzake na watu yale ambaye aliona ni muhimu kuwashirikisha. Kwenye parokia alipotumwa, kama tulivyosikia kwenye wasifu wake, aliimarisha miito kwa vijana, na kwa kupitia mchango wake alituma waseminarista wengi huko Rutabo. Miongoni mwao tuliwapata mapadre, Padre Julius Mlokozi na marehemu Padre Melchades Mweyendezo. Kwa kuwa walikuwa nyuma yangu, walikuwa wananifuata, ninakumbuka nilipofika Rutabo kilikuwa ni kikundi cha waseminaristi wengi, na hii ilitokana na uhamasishaji wake. Pia Padre Erasmus alisika kwa kufanya utume wa vijana na hasa kuanzisha timu za mpira wa miguu. Alikuwa mpole na mwema kama tuliosikia, na waliokwenda kutafuta ushauri kwake waliupata. Aliwavumilia na wote walipata, inavyosemekana walipata ushauri kutoka kwake. Anakotoka kwenye mazingira ya familia yake ni familia ya watoto wengi. Inasemekana alijitahidi kulea ndugu zake. Alipenda sana utani, hasa kwenye soka au mpira wa miguu au kabumbu kama wengine wanavyosema, na walimtania yeye kwa kumuita jina shoka, na watu wengine walimtania sana hata na sisi tukiwemo, kwamba alikuwa ni Joshua Nkomo, kwa kuwa sura yake ilifanana sana na mpigania uhuru wa Zimbabwe aliyejulikana kama Joshua Nkomo. Wapendwa, Mungu kwa kumuita Padre Erasmus Bainako ametutumia ujumbe. Kwa hiyo kila mmoja ajifunze kitu kutokana na maisha yake. Padre Erasmus Bainako, licha ya kwamba alifanya utume mzuri sehemu mbalimbali katika jimbo letu, yeye kama binadamu wengine huenda alikuwa na madhaifu, kwa sababu alikuwa amebeba hazina ya upadre katika chombo cha udongo, kama tunavyosoma katika Injili, katika waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 4 aya ya 7. Hivyo sisi ambao tumebaki nyuma, kama tunavyofanya siku ya leo wakati wa maziko yake, tuendelee kumkumbuka katika sala na majitoleo. Tusimsahau katika altare ya Bwana, kama alivyosema mama wa Mtakatifu Agustino Monica kwamba mnaweza mkanisahau sehemu yoyote ile, lakini msinisahau katika altare ya Bwana. Kwa hiyo na sisi tusimsahau katika altare ya Bwana, na pia
Tunapomzika, ndugu zangu, sisi kama Wakristo, Wakatoliki na pia binadamu, tukumbuke kwamba hatujui siku wala saa. Tujitahidi kuweka maisha yetu vizuri, kila mmoja ajue kwamba itafika siku kama ilivyofika siku ya marehemu Padre Erasmus Bainako. Watu watakusanyika, hatujui wapi, itategemea na maisha yako umeyaandaa namna gani. Kwa hiyo kila mmoja ajiulize na kutafakari katika maziko haya anajifunza kitu gani, na siku yake ikija atakuwa tayari kutoa hesabu zilizo nzuri au hapana. Tumuombe Mwenyezi Mungu atuongoze tuweze kutayarisha siku yetu ya mwisho, na tuendelee kumwombea marehemu Padre Erasmus Bainako apumzike kwa amani. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani.